sahaba mwenye alikufa kwenye moto. Naam. Tatizo aliingia motoni au na tatizo ilikuwa nini? Na la pili, mtu umekufa umefunga, unaenda motoni au? Naam. Hii hadithi wakati mwingine huwa ina watu kama hawakuisoma na tafsiri yake kwa wanavioni, akataka atumie lugha ya Kiarabu ya kawaida, anaweza kukosea akaenda kuzua au kuleta tafsiri mbovu isiyokuwepo kwamba sahaba wa mwisho kufa atakuwa motoni. Sio maana ya hadithi. Mtume alisema akhiru mauta, yani wa mwisho wenu kufariki. Aliposema fa fi nari, yani herufu jadi huwa zinazimana kazi, huwa herufu inaweza ikazima nyingine ikaja mahala pa nyingine. Asili hapa akisema fa fi nari, yani wa mwisho wenu kutokewa na kifo itakuwa ni kwa ajili ya moto, lakini akisema fi kwa sababu kifo chake kilikuja kwa kuwa alitumbukia kwenye chungu cha moto kinachemka kwa sababu ya kufa, sio kwamba ni moto wa akhera. Hapana. Kwa hivyo umeuliza kwa nini sasa? Hii ni fadhila kwake, kwa sababu amekufa shahidi, ameungua. Mtu akifa ameungua ni shahidi. Katika aina ya mashahidi waliotajwa wakuwa alhariki walgharik, anaungua na moto au anayezama ndani ya maji, katika aina ya mashahidi. Kwa hivyo hii haimwangushii daraja yule sahaba, lakini inampandishia daraja kuwa ametokewa na kifo kama hiki. Halafu zaidi ya hapo, yeye ni sahaba wa Mtume sallama, na sababu ya kufa haiwi tu dalili ya udhalili wa yule amekufa. Kuna baadhi ya watu wanafikiri mtu fulani amekufa, labda amegongwa na gari, imemchana kifo kibaya hicho. La, kwani nani anakuambia kama kifo hicho ndio kibaya? Nafsi katika kutoka inatoka kwa sababu yote ile, kwa sababu yote ile. So haimaanishi kwamba mtu akigongwa na gari ndio kafa kifo kibaya, au kaangukiwa na nyumba ndio kifo kibaya. Na lakini kifo ni mtu kutoka nafsi yake, saa ile anatoka nafsi yuko katika ibada ya kumridhisha Allah, au ametoka kwenye ibada ya kumridhisha Allah, anakuwa amekufa kifo kizuri, kwa sababu kimekuja baada ya kitendo cha kheri ambacho amefanya. Sio kifo kizuri, lakini unaweza ukafa vizuri au kupata tatizo au umetoka kwenye maasi, lakini sio kifo kizuri. Na kwa hivyo haikuwa maana yake kwamba ni kwenda motoni, na ni sababu ya moto. Allah alijalia kama jinsi kuna mtu anapatwa na ajali, kuna mtu anaanguka, yeye kadumbukia kwenye pipa la mafuta linachemka kwa sababu ya kifo chake. Ulizo la pili kuwa amekufa ni somo. Amekufa iko ile sauti, yaani alijitia kufa na hana uwezo. Amekosea. Kama watu wakimuona huyo mtu wamwambie ale, wamfungulishe, na asijikazi kula mpaka kifo kikamkuta. Akijikazi kifo kikamkuta amejiua, inabidi ale, kwa sababu iko kwenye ruhusa. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amemruhusu kula, aweze kula kwa kuokoa nafsi yake. Aking'ang'ania tu mtu safarini akafa kwa njaa amejiua. Safari kisheria ambazo iliyopangwa zama za Bwana Mtume sallama, hapakuwa hesabu ya kilomita, lakini kuna masafa zenye Mtume alikuwa akifikia anapokuza sala. Sawa, mafuka hawa wakasabia wakasema ni farasi 3, ambazo kwa leo tunaweza kulinganisha sawa na kama kilomita 70, 80, 100. Mtu kutoka Bujumbura mpaka kwenda Rumonge ni safari. Kwa leo hatuoni ni safari, kwa kuwa kuna usafiri wa haraka.
lakini zamani ni safari. Leo mtu unapaa hewani masaa 6, safari ya kwenda mwaka mzima. Sasa ndio hivyo. Ukisema kwa huu mtazamo utasema hakuna safari. La, mtazamo wa sheria maadama ni safari, ni safari. Hata kama ni mahala ambapo utakwenda utarudi, sheria inakupa ruhusa, kwa sababu haujui ni dharura gani zitatokea njiani. Wewe una ruhusa hiyo ukiamua kwamba ule mchana fabiha wanyema, ukiamua kwamba usaumu fabiha wanyema. Isipokuwa watu ambao kwenye hili suala ni wale wanaefanya kazi za kuendelea, wale madereva wanaetembea masafa marefu kwenda kurudi, na ndio kazi zao mwaka mzima. Sasa huyo akina mchana masomo sura, huyo hana muda, huyo anaendelea kwa sababu ndio kazi yake. Yeye atasaumu tu, mambo ya ruhusa kwake hata yatazama. Napenda kuuliza sababu kuna mtu mmoja aliwahi kuniambia kwamba hakuna Muislamu ambaye atakayekaa motoni milele. Mtu akishakuwa Muislamu kama aliwahi kushahidia tu ndio kwamba hatokaa motoni milele. Ndio. Nataka kuuliza kuhusiana hilo swala. Si hajakosea. Yote yule aliyekufa na muamini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hata ataishi ndani ya moto wa Jahannam, kama alisema Umar radhiyallahu ta'ala anhu, sawa na idadi ya siku au ya miaka inayolingana na mchanga wa bahari. Ilahi alaykum, nani anaweza kuhesabu mchanga wa bahari? Nendeni baharini kisha uhesabu mchanga punje moja moja baharini, utajua idadi yake. Tukizoa tu kama pipa moja tu au ndoo moja ya mchanga tukakuweka hapo, hesabu punje zilizotoka kwenye hiyo ndoo ya mchanga, utakaa hapo hata miaka miwili au jamaliza kuhesabu zile punje za mchanga. Lakini Umar radhiallahu ta'ala anasema hata mtu akae, ni hadithi ya Mtume sallallahu, hata mtu akae katika moto wa Jahannam idadi ya siku kwa wingi sawa na mchanga wa bahari, lakini alikuwa amemwamini Mwenyezi Mungu, atatoka. Iko siku atakuja kutoka motoni, asamehewe, kisha apelekwe peponi. Lakini sasa tazameni hiyo siku ambazo utazokaa kiasi kama hicho. Wasisemi sawa na mchanga wa baharini, wasema utakaa sawa tu na mchanga ambao utazolewa kama pipa moja, alafu idadi ya hizo punje za mchanga ndio miaka utakaa motoni. Subhanallah, hatutamani. Ndio maana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliposema rubama yawaddu alladhina kafaru law kanu muslimin, siku hiyo ni watajuta makafiri, laiti tulikuwa Waislamu na sisi. Ni pale watasamehewa watu wote ambao wako motoni, waliokufa na imani lakini wakawa na maasi, wakawa na madhambi yaliyopelekea waende motoni, wanaadhibiwa kiasi cha madhambi yao mpaka siku Allah ataamua kuwatoa, halafu ndio waletwe waoshwe kisha wapelekwe peponi. Kwa hadithi ya Abu Hurairah, Allahu Akbar, inaeleza mtu wa mwisho ambaye atatoka motoni na ndio wa mwisho kuingia peponi, ni wa mwisho kusamehewa motoni katika wale watakaosamehewa, na ni wa mwisho kwenda peponi. Hadithi katika Sahihi Bukhari na Muslim, Mtume alayhi salatu wassalam alimwambia mmoja, inni la a'lam akhira ahli an-nar khurujan minha wa akhira ahli al-jannati dukhulan ilayha, hakika mimi namtambua mtu wa mwisho kusamehewa motoni na ndiye mtu wa mwisho kuingizwa peponi. Akasema Mtume ni rajul, ni mtu atatoka motoni, yani amebadilika, yani watakuwa ni kundi la watu, moto unawachoma mpaka wanakuwa weusi kama kaa, upande mmoja wa nyuso zao na upande mwingine ni mweupe, ili imani yao ibaki na hifadhi ule weupe wao. Halafu huyo mtu alete, kisha aambiwe na malaika, waambiwe malaika wampeleke kwenye nahari al-haya. Kuna mto unaitwa nahari al-haya, mto wa kuwatengenezea afya, wapelekwe mle, wachofwe ndani ya ule mto.
kutolewa hivi, weusi wote umekwisha, imerudi ni nuru tu. Kisha atakuja Mwenyezi Mungu, idhhab fadkhul janna, nenda kaingie peponi. Nenda peponi jamaa, na adhabu nimepewa, naweza kwenda peponi. Yuko njiani anakwenda peke yake, yeye mwenyewe anajilaumu kwamba mimi naona sistahili kwenda peponi. Mkule mtakuta mlango umefungwa, anarudi ili aje kutoa ripoti. Anaporudi malaika wanamuona, wakimuuliza mbona unarudi? Anasema wajadtuha mal'a, pepo limeikuta imejaa, hakuna sehemu. Allah anaambia malaika, mwambieni aende akaingia peponi. Anaenda tena, njiani anarudi tena, wajadtuha mal'a, nimekuta imejaa, mara tatu. Kwa mara ya tatu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ataamrisha, idhhab fadkhul janna fa inna laka mithla dunya, nenda ukaingie peponi. Uko peponi, umeangaliwa jumba ni sawa na ile dunia mlikwemo mie, ni sawa na ile dunia mlikwemo, wa asharatu amthaliha, na mifano yake mara 10. Yani atashindwa kustahimili, atasema atastahzi'u bi wa anta rabbul alamin. Unanifanyia sheri na hali ya kuwa wewe ndio Mola wa ulimwengu, mimi nastahili kwenda pepo ambayo ni mfano wa dunia mara 10. Akasema mpokezi wa hadithi, wala qad ra'aytu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam dhahika hatta badat nawajibuhu, nilimwona Mtume alicheka mpaka magego yake yakaonekana, kutokana na neno hili. Huyu atasema kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, thumma qala hadha akhiru ahli jannati dukhula ilayhi, kisha Mtume akasema, mtazameni, huyu ndio mtu wa peponi wa mwisho kuingia peponi. Huyu ndio mtu wa mwisho kuingia peponi. Leo mtu unaenda motoni kwa sababu ya kumnyang'anya mtu, unamdhulumu mtu kitu kidogo ambacho hakina sawa na robo, hakina uzito wowote, kinakupeleka motoni. Wakati mtu wa mwisho kwenda peponi ni mfano wa matajiri wa dunia mara 10. Allah tujalie kutumikia akhira. Allah ana huruma na sisi sana, ana huruma na sisi. Fakunu lillahi bima tuhibbun yakun lakum fawqa ma tahibun, mkiwa na Mwenyezi Mungu kwa kila mnachokitaka, kwa yale anayoyapenda Mwenyezi Mungu, Allah atakueni nyie zaidi ya jinsi mnatarajia. Yani ikiwa sisi kile cha Mwenyezi Mungu anapenda tutakuwa naye, basi yeye Allah kama tunataraji 100 atakuwa na sisi 10,000. Tukitaraji 1000 atakuwa na sisi milioni. Ndio Allah Subhanahu wa Ta'ala, na ndio malipo yake, na anamzidishia mtaka. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie. Kwa hivyo kama nilivyokuambia, ndio alikwambia kukosea ni kweli. Ulizo la mwisho tusalita. Asalamu alaykum. Shehe, niko nauliza, kwa huruma Mwenyezi Mungu atakaojalia kuiona pepo, je, watabahatika na kumwona Mwenyezi Mungu? Ni watu hasa ambao watamwona Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika neema kubwa, zawadi kubwa ambao Mwenyezi Mungu amewaandalia wacha Mungu, ni kumwona Allah Subhanahu wa Ta'ala, nadharu ila wajhi Allah,
watamuona Mwenyezi Mungu. Ndio ile ziada ilikuja kwenye aya kwamba wale waliomcha Mwenyezi Mungu wanaandaliwa mazuri na Allah ambao ni pepo. Inasema wa ziada na wataongezwa nyongeza ambao nini? An-nadharu ila wajhi Allahi karim. Hao wataondolewa pazia wamuone Mwenyezi Mungu subhanahu. Kwa hivyo watu peponi watazidiana daraja. Watazidiana daraja kama tulivyosikia. Si kwamba watu watakuwa kwenye ngazi moja. Kuna watu utakuwa peponi unamuona mtu kama jinsi unavyoiona nyota. Kama alivyosema Mtume, inna ahla al-janna la yatara'awna ahla al-ghurafi min fawqihim kama tara'awna al-kawkaba ad-durriyya al-'abir fi al-ufuq tafadulan bainahum fi al-manazil. Watu wa peponi watakuwa wanaoneshana, watu wa daraja ya chini wanawaonyesha wenzao watu wa daraja ya juu, vile mnavyoonyeshana nyota iko juu ile inawaka sana kwenye ukumbi wa mbingu kule pembeni. Ndio mtu yuko ngazi ya juu yako unamuonyesha yuko huko mbali sana. Namna jinsi watu wamezidiana. Kwa hivyo watu watakuwa wamezidiana daraja kubwa hivyo mpaka kwenye daraja ya Firdaus al-A'la. Zote ni daraja kubwa watu watakuwa wamezidiana. Inshallah Mwenyezi Mungu atujalie tuwe katika pepo ya Firdaus kwenye daraja za juu. Na katika kufunguliwa pazia kuona Allah ndivyo watazidiana ukaribu sawa na matendo yao na mema yao waliokuwa nayo duniani. Subhanallah wa bihamdihi.